Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kikosi cha Quds anasema hivi sasa mhimili wa mapambano umeimarika zaidi na umeunganishwa zaidi kuliko hapo awali, akisema zaidi kwamba wataendelea kusaidia wapiganaji wa Hizbullah. Akichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa Upscourt mnamo Jumapili, Brigedia Jenerali Ismail Qaani alipuzilia mbali madai ya hivi majuzi ya Israel ya kuharibu uwezo wa Hizbullah nchini Lebanon. Alisema kuwa umoja na mshikamano katika eneo pana la upinzani umekuwa na nguvu na thabiti zaidi kuliko hapo awali. Qaani alikariri kuwa Hizbullah haiko peke yake na mapambano yake yanasimama pamoja na wapiganaji wa kundi hilo ambao wanatetea mamlaka ya Lebanon katika kukabiliana na uchokozi unaoendelea wa Israel. Leo lengo kuu linabakia katika kuunga mkono Hizbullah na vipengele vingine vyote vya upinzani. Kamanda wa IRGC aliendelea kusema kuwa utawala wa Israel umeshindwa kwa miaka mingi kumaliza vita kwa masharti yake au kufikia malengo yaliyotajwa, huku akitaka kuhakikisha wanalipokonya silaha kundi hilo. Mpaka sasa imekuwa ni vigumu kwa kundi hilo kunyang'anywa silaha, huku likiendelea kupambana vilivyo kuhakikisha linaendelea kusalia katika mapambano. Lakini pia ni Israel iliyoshindwa dhidi ya mapambano na wapiganaji wa Hamas huko katika ukanda wa Gaza ndani ya miaka mitatu. Vita vya uchokozi kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilianzishwa Februari 28, vilivuta vikosi vya upinzani kutoka katika eneo zima, ikiwa ni pamoja na Lebanon, kundi la Hizbullah, Yemen, kundi la Ansarullah la Wahouthi, na huko Iraq. Tehran na Washington zilikubaliana kusitisha mapigano kwa upatanishi wa Pakistan mnamo tarehe 8 Aprili baada ya Washington kukubali rasmi pendekezo la pointi 10 la Tehran lililotaka kusitishwa kwa uhasama katika pande zote, ikiwa ni pamoja na Lebanon. Utawala wa Marekani na Israel hata hivyo zilisema usitishaji huo wa mapigano haukujumuisha Lebanon, na nchi hiyo ilifanya mashambulizi mabaya dhidi ya Lebanon huku muda mfupi baada ya kutekelezwa kwa usitishaji wa mapigano na Iran na kuwa zaidi ya watu 300 katika siku moja. Iran ilisema kuwa kuendelea kwa mazungumzo na Marekani, duru ya kwanza iliyofanyika mjini Islamabad Aprili 11, ilikuwa inategemea Israel kusitisha mashambulizi yake dhidi ya Lebanon. Usitishaji mapigano ulitangazwa baadaye Aprili 16. Hata hivyo, mapatano hayo yamekiukwa kimfumo na Israel. Takribani watu 2500 wameuawa kote Lebanon tangu jeshi la Israel lianze tena mashambulizi dhidi ya Lebanon mapema mwezi Machi, kulingana na mamlaka ya Lebanon. Katika kulipiza kisasi ukiukwaji wa usitishaji wa vita vya Israel, mashambulizi dhidi ya raia na kubomoa nyumba katika vijiji vya kusini mwa Lebanon, Hizbullah iliendelea kufanya operesheni za kijeshi dhidi ya maeneo hayo ambayo yanakaliwa kwa mabavu. Wapiganaji hao wa upinzani wamefanya mashambulizi kadhaa ya kimkakati, kuanzia mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na mizinga kwenye mikusanyiko na wanajeshi hadi kuharibu tingatinga za kijeshi na salvo za roketi zilizolenga makazi haramu ya Wayahudi katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.